Karibu sana tuzungumze na kujadili kuhusiana na mfumo wa ununuzi wa umma ukiwa una nafasi muhimu hasa katika usimamizi wa matumizi ya fedha za serikali pamoja na utekelezwaji wa miradi ya maendeleo. Na kupitia mfumo huu taasisi za umma hununua bidhaa, huduma pamoja na kazi za ujenzi kwa kufuata sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Na hapa nchini Tanzania usimamizi wa mfumo huu unasimamiwa na PPRA, mamlaka ambayo ina jukumu la kudhibiti, kufuatilia na kutathmini pia utekelezwaji wa sheria ya ununuzi wa umma katika taasisi za serikali. Tutafahamu kuhusiana na mchakato ambao unafanyika kwa sasa, mfumo ambao unatumika ikiwemo NeST na mabadiliko yake, lakini mengi pia ambayo yanatekelezwa. Na katika kuzungumza kuhusiana na hilo tunaye hapa mkurugenzi mkuu wa PPRA Dennis Kwame Simba. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Karibu sana Simba. Nashukuru sana. Nafurahi kukuona bwana. Na Hilda, asante sana. Shukrani sana kwa fursa ya kuja kuwaona leo. Naam, shukrani. Na kuwa mojawapo ya jambo hili. Shukrani sana. Karibu, na pengine tuanze kwa kuifahamu PPRA kwa kifupi. Asante sana Hilda na good luck. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia kufika leo siku ya hapa. Na tena leo siku imeanza vizuri. Imeanza kwa neema ya mvua. Ndio. Na tukitoka kwenye Eid al-Fitri kabisa. Ni siku njema sana. Yeah. Lakini kipekee sana nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake, maongozo yake na umahiri katika kuiongoza nchi yetu. Na leo uwazi na wigo mpana ununuzi wa umma unatokana na uongozi wake. Kwa hiyo nadhani tutayazungumza zaidi sasa, kama ulivyosema vizuri sana Bilda, kupitia mfumo wa kusimamia ununuzi wa umma. Kwa hiyo labda kwa kifupi sana niseme, labda nikuulize, unafahamu bajeti ya serikali ambayo sasa tunaitekeleza sasa hivi ni trilioni 56.5, na ununuzi wa umma unachukua takribani asilimia 60 mpaka 70. Kwa hiyo unazungumzia trilioni 25 mpaka trilioni 30 ndio ununuzi wa umma. Kwa ukubwa wa ununuzi huo lazima kuwe kuna utaratibu wa kusimamia. Na kwa nini kuna utaratibu wa kusimamia? Kwa sababu unataka uweke mazingira sawa, kuwe na uwazi, kuna haki na thamani halisi ya fedha. Sasa sisi PPRA tulianzishwa baada ya sheria ya ununuzi wa umma, tunasema sheria namba 10 au sura namba 410 ndio ya mwaka 2005, ambayo ndio ilianzisha mamlaka yetu ya udhibiti wa ununuzi wa umma. Na kwa sasa tunaongozwa na sheria mpya. Nasema mpya kwa sababu ni sheria mwaka 2023 na kanuni zake ambazo zilipitishwa na Bunge mwaka 2024, ambapo sisi kikubwa ni kusimamia, kutoa miongozo, kusimamia ununuzi wa umma. Lakini hatuishi hapo, tunafanya kaguzi mbalimbali ya miradi kuhakikisha kwamba imezingatia taratibu zilizowekwa za ununuzi wa umma. Lakini sio kaguzi tu, tunatoa vile mafunzo, tunajenga uwezo kwa wazabuni pamoja na taasisi nunuzi. Ndio. Kwa hiyo hiyo ndio kwa kifupi kwamba msingi mkubwa wa sheria ya ununuzi wa umma unaonyesha kwamba kuna taratibu za kufuatwa. Sasa tunatamani kujua kwa kipindi kifupi ambacho umekuwepo ukiongoza PPRA umeleta mabadiliko gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano mwaka 2023 tulifanya mabadiliko makubwa ya kimfumo kutoka kutumia TANEPS na kuhamia NeST, mfumo ambao umekuwa kutumika the National E-Procurement System of Tanzania, ambayo pengine tunataka kujua mpaka sasa hivi ni kitu gani hasa ambacho mmefanikiwa kukibadilisha sambamba na mfumo huu ambao umebadilika wa manunuzi ya umma. Bwana, kwanza mimi nichukue fursa hii kuwashukuru sana watangulizi wangu. Safari hii toka imeanza mwaka 2005 mambo mengi yamefanyika, na kuna sheria mbalimbali ziliboreshwa na kubadilishwa, na mpaka sheria mwaka 2011 iliyoleta sasa ili wazo
la usimamizi wa ununuzi wa umma kupitia mfumo wa kielektroniki. Na mimi kama ulivyosema, nimejiunga na taasisi hii Julai mwaka 2024, na hapo ilikuwa sasa tuko katika kutoka kwenye mfumo wa kwanza wa awali ambao ulikuwa unaitwa TANEPS na kuingia kwenye mfumo wa sasa ambao almaarufu unajulikana kama NeST. Kwa sababu kweli NeST ni mapinduzi makubwa katika ununuzi wa umma kupitia kielektroniki, kwa sababu kwanza mfumo wa TANEPS ule ni mfumo ambao tuliununua kutoka kwa mkandarasi anaitwa Aerodynamics, walikuwa ni kampuni ya Kigiriki. Kwa hiyo ina maana unazungumzia hata uharaka wa kufanya mabadiliko kwa sababu ununuzi wetu wa umma ni mtambuka. Unaanza kwa kununua maji, huduma, kujenga darasa moja, kujenga kilomita 200 za barabara, kujenga bandari, kununua madawa. Kwa hiyo unapotazama wigo mpana namna hiyo, ina maana kuna tofauti kubwa kati ya taasisi moja na nyingine. Kwa lazima mabadiliko ya haraka unayohitaji. Lakini vile vile kuumiliki mfumo kama wewe, kwa sababu ni mfumo unaosimamia ununuzi wa umma. Sasa NeST kwanza imejengwa na Watanzania, tena wengi ni vijana, na ni mfumo ambao unamilikiwa sasa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma chini ya uongozi wa Wizara yetu ya Fedha, na ni mfumo wa serikali ambao unasimamiwa karibu sana na wenzetu wa serikali mtandao, yani IGA. Sasa ukiacha hilo, pili ni kwamba wakati tunaujenga mfumo wa NeST tulisema huu mfumo uende katika mfumo wa data. Ule mfumo wa zamani ulikuwa unapokea sana nyaraka, yani una upload documents. Huu sasa unatumia data, kwa hiyo unaufanya ununuzi kwanza kufanyika kwa haraka, unaondoa mianya ya kugushi nyaraka, unaondoa mianya ya kugushi taarifa, na vile vile unaokoa fedha, kwa sababu kama mnaofahamu zamani ulikuwa ukienda kushiriki zabuni ya serikali unaondoka na rundo na furushi la makaratasi. Sasa haya yote hayapo. Na ulikuwa unatakiwa utoke safari, wakati mwingine unatoka Dar es Salaam unakwenda Kigoma, unakwenda Tabora, ina maana ni kuchoma mafuta. Kwa sasa ukiwa sehemu yoyote, hata safari unaweza ukasimama ukaingia kwenye kitendea kazi chako, kama ni laptop ambayo umeibeba, unaweza ukafanya taratibu zote za kuomba zabuni. Lakini hatujaishia hapo. Mfumo huu tumeweza kuweka kwenye simu kiganjani, yani mobile app. Kwa hiyo unaweza ukafanya ununuzi wa umma kwa kutumia simu ya kiganjani. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa, na hayo ni kwa uchache tu, nadhani ili kuweza kueleza hayo tunazidi kuendelea. Tunaweza tukahitaji. Umesema waliujenga vijana. Ni vijana kutoka wapi kama kwa kuweka kumbukumbu sawa, lakini pia kwa kutambua kazi ambayo imefanywa na Watanzania? Kama nilivyosema, kwanza lazima sisi Watanzania tuamini elimu ambayo inatolewa na vyuo vyetu ambavyo vinaweza kuzalisha vijana mahiri wenye uwezo. Lakini kama nilivyosema, wakiwemo vijana, sio kama ni vijana peke yake. Ndio. Ni mchanganyiko, lakini wengi sasa ni vijana, kwa sababu unafahamu katika ulimwengu wa maendeleo ya tehama, vijana na wenyewe ndio wakati wao wanakuwa na uwezo mkubwa wa kufuatilia mambo. Kwa hiyo niseme kwamba hawa ni waajiriwa wa mamlaka, lakini vile vile tumekuwa tukishirikiana na taasisi nyingi za serikali ambazo zimeanza mapinduzi ya kidijiti au kielektroniki kama unavyofahamu. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa serikali mtandao IGA. Kwa hiyo kuna vijana ambao tunawatumia pale, lakini tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa TAMISEMI, serikali ya mtaa, pamoja na taasisi nyingine kama MSD, pamoja na benki kuu na wengine kutoka wizarani, ambayo sisi wizara yetu mama inayotusimamia ni Wizara ya Fedha. No. Umetueleza faida za matumizi ya mfumo huu wa NeST, na mojawapo ni pamoja na kuondokana sasa na yale makaratasi. Na unafanyaje kazi kwa yule ambaye anaweza kutumia hasa katika kuomba hizi zabuni? Kama unavyofahamu, kusema kweli taratibu ni rahisi, kwa sababu mfumo wenyewe ni rafiki. Lakini ili uweze sasa kufanya kazi, ukumbuke hapa tunaleta fursa, na ni fursa ambayo serikali inaileta kwa wananchi wake.
Kwa hiyo hii ni biashara, na biashara inaanza na usajili. Kwa hiyo kuna taratibu mbalimbali pale ambapo unafikiria kufanya biashara. Nadhani unafahamu kwamba inabidi ufanye ujisajili na taasisi ambayo inasimamia tuseme labda makampuni, kwa mfano BRELA, Business Registration Authority and Licensing Authority. Lakini ukishajisajili BRELA, ina maana kuna leseni mbalimbali, inategemea ni aina gani ya biashara unayoifanya. Kwa hiyo ili uweze kujisajili katika mfumo wa NeST na uweze kuziona zabuni za serikali, lazima uwe umesajili biashara yako, umerathinisha kwanza na umejisajili, uwe na leseni ambazo leseni hizi zinatolewa kupitia halmashauri mbalimbali. Lakini ukiacha hapo, kuna taasisi mbalimbali za ithibati ambazo nazo zinatoa leseni au vibali mbalimbali. Kwa hiyo ukishakamilisha taratibu zote hizo, unaweza ukajisajili katika mfumo wa NeST na ukaanza kuziona zabuni. Kwa hiyo mimi ni labda ni challenge Bilda, kama wewe unaweza ukawa ni mojawapo ya watu ambao unataka kufungua kampuni au kufanya biashara. Taratibu zipo, na ukifika kwenye ofisi zetu mwishoni nitaweka mawasiliano, tunaweza tukakuongoza vizuri. Na kama nilivyosema awali, mojawapo ya kazi yetu ni kujenga uwezo kwa wazabuni au wanaotarajia kuwa wazabuni, ili wajue jinsi gani ya kufuata taratibu za kujisajili na kufanya biashara na serikali. Sawa kabisa. Na sasa, licha ya mafanikio makubwa ambayo mnaeleza kuhusu mfumo huu mpya na kwamba unaleta suluhisho la kidijitali, lakini zipo changamoto ama yako mambo ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwenye mfumo wenyewe, ikiwemo mfumo kuwa mzito, kwa maana ya kwamba pale ambapo unaingia kwenye mfumo kunakuwa na uzito fulani wakati fulani. Sasa haya malalamiko, je, mmeyapata, na uzito unatokana na nini? Mimi kwanza nianze kwa kutoa hofu, na uzuri wake ni kwamba, labda nikuulize Goodluck, miaka sasa hivi PPRA tumetimiza miaka 25. Labda nikuulize miaka 10 tu iliyopita, kama ulikuwa unazifahamu zabuni za serikali hata kuziona? Zilikuwa zinatangazwa kwenye magazeti, labda kwenye mbao, na ni wachache sana walikuwa wanajua zabuni za serikali. Leo tunapozungumza, taasisi nunuzi ambazo zimejisajili kwenye mfumo wa NeST na zinatoa zabuni ni taasisi zaidi ya 62,000. Na hapo tunazungumzia taasisi za msingi zaidi ya 1300 ambazo ni wizara, mamlaka mbalimbali, mashirika ya umma, ofisi za mikoa, ofisi za wilaya, pamoja na taasisi mbalimbali. Lakini tunaenda vile vile mpaka ngazi ya chini ambazo ni shule za sekondari, shule za msingi, zahanati, ofisi za kata mpaka kijiji. Zote hizi ni taasisi za umma ambazo zinatumia fedha ya umma, kwa hiyo lazima zidondokee kwenye sheria ya ununuzi wa umma, kama nilivyosema, namba 10 sura namba 410, na sasa hivi sheria ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2024. Unauona wingi wowote, lakini bado mfumo wetu umeweza kuwa mahiri. Na nikwambie kitu kimoja, naomba nisome hapa, mwaka 2024 kupitia APAM ambayo ni African Association for Public Administration and Management, ambayo hii ni taasisi inayosimamiwa na Umoja wa Afrika AU. Jijini Kampala, mfumo wa NeST ulipewa zawadi ya kuwa mfumo bora na ambao una ubunifu, innovative. Na mpaka sasa tumekuwa tukipokea wageni mbalimbali wanaokuja kujifunza. Ni wiki hii tu iliyopita tulikuwa na ujumbe mkubwa kutoka Uganda ukiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya fedha pamoja na makamu wake pamoja na mtaalamu anaosimamia mifumo, lakini walikuja watu kutoka Eswatini mwezi wa pili, na mwezi wa kwanza tuliwapokea kutoka Rwanda. Wote wanakuja kujifunza kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo ni kutoa wasiwasi. Ndio. Wakati mwingine inakuwa labda ni uelewa,
au changamoto ambazo ni ndogo zinazoweza kutatuliwa. Kwa hiyo nikuhakikishie kwamba hawa watu wote wanaingia kwenye mfumo na wanaweza kukamilisha mchakato. Na vipi katika maeneo ambayo kuna changamoto ya internet, hasa maeneo ya pembezoni? Mimi nikuhakikishie kitu kimoja tena, huwa napenda kuwaeleza Watanzania kwamba tumebarikiwa kwa uongozi mahiri ambao unatusimamia. Kwa kweli katika nchi ambayo humu kusini mwa jangwa la Sahara ambapo intaneti imesambaa sana ni Tanzania. Leo unapokwenda kwenye halmashauri zote kupitia mkongo wa taifa kuna internet. Lakini wenzetu wa USCAF wamekuwa wakiweka minara mbalimbali. Kwa niseme ni maeneo machache sana, lakini kwa uwazi wa kuweza kwenda mpaka kwenye taasisi 52 mpaka ngazi ya mtaa, ina maana ni kazi kubwa sana imefanyika. Mkurugenzi, kuna mtazamo kwa baadhi ya zabuni zinazowekwa tayari zinakuwa na wenyewe. PPRA mnazungumziaje swala hili na mnawekaje mchakato kuwa wazi na kwa kila mzabuni kuweza kuzifikia? Na ndio maana tunapenda sana na fursa hii mlionipatia siku ya leo ya kuzungumza nanyi ni katika jitihada za kuwajengea uwezo watu na kuwatoa hofu. Yaani ukikaa ukawasikilia watu ambao wanatoa shuhuda ya kusema kwamba ameingia kwenye mfumo wa NeST, amefuata taratibu, kajisajili, kapata zabuni bila kuonana na mtu au kufahamiana na mtu. Yaani hizo hadithi ni nyingi sana. Nadhani kwa si kweli kwamba zabuni tayari zinakuwa na walengwa. Yaani kila mtu naweza ngasema kwa lugha ya Kiingereza equal chance. Kikubwa ni kwamba nini kinachotakiwa? Uwe na bidhaa sahihi, uwe una bei sahihi, unaweza kuleta bidhaa yako kwa wakati na ujaze vizuri taarifa zako. Changamoto mnazoona ni zipi nyingi ambazo wengine hukosa hizi fursa za zabuni? Na ndio maana anasema tunatumia muda mwingi sasa kuanza kujenga uwezo. Labda nikuambie kitu kimoja. Tunapozungumzia ununuzi wa umma, kusema ukweli, kwa kusimamiwa na sheria ya ununuzi wa umma, naweza kusema ni eneo changa. Kama nilivyosema, mamlaka hii ilianzishwa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2005. Of course kuna kujipanga hapo na kuweka taasisi vizuri. Tunaweza tukasema miaka 20 ya ununuzi wa umma nchini. Kwa hiyo miaka 20 kama unavyoona, na mwanzo zilikuwa hizi taarifa ndio hizi haziwafikii watu wengi. Naweza nikasema kuanzia mwaka 2018 tulipoanza pilot ya kutumia mfumo wa TANEPS, lakini sana sana 20, 21, 22 na mapinduzi makubwa yaliyoanza 2023 ndio watu wameanza kufunguka katika ununuzi wa umma. Kwa hiyo kuna changamoto katika taasisi nunuzi, jinsi ambavyo wanazipanga zabuni zao wakiweka vile vigezo, na sasa unakuja upande wa pili wa wazabuni wanavyoweza kuvielewa vile vigezo na kuweza kujaza vizuri. Kwa hiyo tunaendelea kujenga uwezo kwa pande zote mbili. Kwanza kwa wale wanunuzi wa hizi bidhaa, huduma, pamoja na yote yanahusiana na ununuzi wa umma, na hawa ambao wako tayari kutoa huduma. Yaani tunazungumza procuring entities pamoja na tenderers. Kwa hiyo hapo ndo tunaona changamoto, na tutaendelea kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo ili sasa kuendelea kujenga tuseme the playing field, yani kuwe kuna mazingira sawa kwa wote, na hawa wazabuni waweze kujipanga vizuri kuweza kushiriki kwenye zabuni. Lakini vile vile hata wale wanaochakata zabuni katika upande wa wanunuzi nao wanahitaji kujengewa uwezo, kwa sababu ngoja nikwambie ni kitu kimoja. Sheria hii ya ununuzi wa umma imeleta upendeleo, na upendeleo katika maeneo mengi. Kwa mfano, sheria hii ya ununuzi wa umma mwaka 2023 imeelekeza zabuni zote mpaka kufikia bilioni 50 hizo zabuni zifanywe na wazawa. Lakini haijaishia hapo. Sheria ya ununuzi wa umma imeelekeza kuwajengea uwezo na kuwawezesha wazawa kupata zabuni tena kwa wingi, kwamba ununuzi wa umma uwe jumuishi. Na ndio maana sisi mamlaka, baada ya kuwa tumeijenga mifumo yetu, lakini nayo tunaendelea kuiboresha, tuweze kuhakikisha kwamba kuna fair distribution, lakini sio kwa upendeleo tu wa kugawia, uwe na uwezo wa kuifanya hiyo kazi.
Sawa kabisa. Embo, kwa sababu uligusia kuhusu kupata ushuhuda au kusikia kwa watu ambao tayari walishatumia mfumo wa NeST. Embo, angalau tusikie baadhi yao, alafu kisha tutaendelea miongoni mwa watu ambao ama wazabuni ambao wanashuhudia uzoefu wao katika kutumia mfumo huu wa NeST. Kwa majina naitwa Asha Abdurrahman Mohamed, ni mweka hazina wa kikundi cha kina mama au wanawake wa Mam Group tunaojishughulisha na kazi za uzoaji wa taka ngumu kwenye manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Kikundi chetu tulikuwa ni watu 15, wanawake 15 ambao tuliamua tuungane kwa ajili ya kusaidiana shida, raha na mambo mengine ya kiuchumi, hasa kulingana na wakati tuliokuwa nao. Tukafungua akaunti, tukawa tunaweka hela wenyewe kina mama. Baadaye tulipokuja kusikia hizi tenda za NeST kwenye mitandao, tukaamua tujiunge na sisi kwa kujiunga na PPRA kwenda kuomba hizo tenda. Kwa sababu tuliamini tunaweza na hatukuwa tumeenda kujaribu, tulijua tunafanya. Kweli tulifanikiwa na tulipata tenda kwenye mitaa mbalimbali ikiwepo mitaa yote ya kata ya Mabibo, manispaa ya Ubungo, kata ya Manzese na baadhi ya kata ya Makurumla na kata ya Ubungo. Tumefanikiwa na tunaendelea vizuri na tunashukuru serikali tuamini, na sisi tumekuwa mojawapo wa kina mama ambao tunaomba tenda serikalini, na serikali imeenda kutuamini kama kina mama na tunaweza na tunafanya. Tenda kubwa ambayo tumepata ni ile yenye thamani ya shilingi milioni 80 ambao tulipata mtaa Ubungo wa National Housing. Lakini ukijumuisha na mitaa yote ambao zaidi ya 10 tunasema tunazoa, tuna tenda zaidi ya shilingi milioni 800. Tulianza kuona taka ni fursa. Kwanza yale mazingira ambao tunaishi nayo. Sisi ni wakina mama ambao tunaishi humu. Kwa hiyo sisi wamoja wapo walikuwa shida kuona takataka zimejaa mitaani, magonjwa ya milipuko, watoto kwenye kucheza kwenye takataka. Ndio hapo tukaanza kuona hizi takataka ni fursa. Kumbe tunaweza tukazizoa, tukazipeleka sehemu salama ambao ni dampo, na sisi bado tukakusanya ushuru, tukalipa vitu vinavyotakiwa kulipa, na sisi kama kina mama tukapata riziki yetu, yani yale mapato yanayobakia. Mimi naitwa Azima Ali Mkele. Ni katibu wa kikundi cha wanawake cha Mam Group. Kikundi chetu sisi kinadumu kwa sababu ya upendo na mshikamano. Tuna upendo na kuaminiana pia. Kwa sababu kama hamtaaminiana, nadhani hakuna upendo ndani yake. Kwa hiyo tangu tumeanza kupata hii tenda ya uzoaji wa taka kupitia mfumo huu wa NeST, nimebadilika kwa kiasi kubwa sana. Nilikuwa sina gari, ninalo sasa hapo. Hali ya unaliona hapo. Nimepaki pembeni na kibanda. Sio mimi tu, hata hapa tulipo ni eneo langu mimi kama katibu. Kwa hiyo ni wote tuko hivyo, ila kila mtu anajiamulia nini cha kufanya kwa wakati huo. Mwingine anaona kipaumbele chake kununua mashamba, mwingine anaona kipaumbele chake kununua gari, mwingine anaona kipaumbele chake kununua majumba. Tulijichanga si wenyewe. Tulianza na milioni 6. Tukapata kazi ya milioni 32. Hapa tulipo ni nyumbani kwangu. Jengoni. Hapo nyuma unapoona. Huu mjengo hapo unaendelea. Unaendelea ni moja hapo ya matunda ya Yete Group. Pamoja na tenda ambazo zinapatikana serikalini. 2024 tena tukabahatika kupata tenda mkoani Lindi. Yenyewe ilikuwa na kazi hizo ambazo ni za Reba Base. Ilikuwa na thamani ya milioni 26. Mwaka 2025 tulibahatika kupata tenda 2 mkoani Kilimanjaro. Tenda ya mkoa wa Kilimanjaro ilikuwa na thamani ya milioni 24. Vijana ambao watu tunawaajiri ni 40+. Kwa majina mimi naitwa Mhandisi Steven Kindole. Mimi ni kiongozi wa kikundi cha vijana ambao tunajihusisha na masuala ya ujenzi. Jina la kikundi kinaitwa High Tech Group of Fundis. Kikundi chetu kilianza mwaka 2005. Tumepata kazi hapa bodi ya korosho na tumefunga nao mkataba mwezi wa 9, mkataba wa shilingi milioni 70. Licha hiyo bado tuna kazi nyingine tunafanya hapa Mtwara kule Mji Mwema, tunajenga hostel ya watoto wa kike ya chuo cha TIA. Kwa huu mmoja wetu ambao tulionao na hichi kikundi chetu, na mimi nikiwa kama kiongozi wao. Ile ni ya shilingi milioni 133. Mimi fursa hiyo kwangu nimepokea kwa mikono miwili sana, na nimefurahi na nimeshangilia kwa sababu naona sasa tunakwenda kuongeza kutanua wigo wa vijana wengi kuwa mabilionea. Na neno bilionea nafikiri watu hawaelewi. Nafikiri bilionea sio lazima uwe na pesa benki.
mzunguko wako tu ule wa namna unavyofanya kazi na zile kazi unazo zinatengeneza thamani yako wewe kuwa bilionea. Malengo yangu mimi at least mwaka 2030 katika makampuni ya vijana yanayomilikiwa na Watanzania, kama kuna uwezo wa kupata kazi hata bilioni 20, bilioni 50, na mimi kuna listi niwepo. Mimi kwa umri wangu mimi na vijana wasiopungua 200 ambao wanakula kwao ishi yao ni mimi. Hao tumegawanya katika maeneo tofauti. Kuna madereva, kuna watu ambao wako site wanapata posho, kuna watu ambao tunawalipa mishahara, kuna yani watu aina mbalimbali. Kwa hiyo mimi binafsi nimetengeneza ajira. Na ni ushuhuda baadhi ya Watanzania ambao wamenufaika. Na mkurugenzi, unajua ilikuwa uko nyuma ukisema mzabuni ama tender, yani mtu ambaye anapata tenda za serikali, unamfikiria mtu tajiri, mtu mwenye uwezo mkubwa. Manake inaonekana huu mfumo una uwezo wa kuaccommodate hata wale wajasiriamali ama watu ambao wanamtaji kidogo. Ni vigezo vipi hasa vya kimtaji ambavyo vinahitajika ili kuweza kupata tenda hizi serikalini? Asante sana good luck. Na Hilda, labda nirudie tena. Mimi kusema ukweli, nikisoma sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake za mwaka 2024, huwa nasema sijawahi ona sheria ya kizalendo kama hii, kwa sababu sheria hii ndio imejenga msingi wote huu wa kuleta uchumi jumuishi. Sheria hii ya ununuzi wa umma imetuelekeza kwamba, na kama nilivyosema awali, kwamba hapa tunazungumzia matrilioni ya fedha, trilioni 25 mpaka 30. Lakini sheria ya ununuzi wa umma ikasema sasa hizi taasisi nunuzi zitenge katika bajeti yake 30%. Kwamba mwanzo asilimia zote 100 zilikuwa zinakwenda kwa wazabuni wakubwa. Sheria ikasema sasa hebu tufanye ununuzi wa umma uwe jumuishi, uweze kuwa chanzo cha uchumi kwa wananchi. Kwa hiyo imeelekeza kwamba 30%, na kama ikifanyika vizuri, watu wanaweza kuwa na wasiwasi, hivi wote tukipata zabuni itakuwaje? Hapa ukifanya 30% ya 60% mpaka 70 ya budget, unazungumzia kati ya trilioni 5 mpaka trilioni 10. Hizo zipo na zikitengwa vizuri, na maana ndio fedha ambayo sasa hii 30% imekwenda imetengwa kwa makundi maalum, kwamba vijana, wanawake, wazee na walemavu wanaweza wakajiunga kwenye vikundi ambavyo katika sheria ya ununuzi wa umma inatuongoza kwamba kikundi hichi kinatakiwa kiwe na vijana na watu kati ya 5 mpaka 20. Yaani mnajiunga, na kama kile kikundi cha mama ambacho wamejielezea vizuri na vikundi vingine, mnakuwa na katiba yenu, mnakuwa na uongozi wenu, mnafuata taratibu za kujisajili, ambapo usajili unafanyika kupitia wenzetu wa TAMISEMI, ofisi za halmashauri, lakini tumeongeza sasa hivi na VETA. Tuko tunazungumza na vyuo vikuu vyote ambavyo hivi karibuni tutamaliza utaratibu kwamba unaweza ukasajili kikundi chako. Sasa ukishamaliza usajili, ndio huo usajili sasa unaletwa kwetu PPRA, kwa sababu tayari kuna taasisi nyingine zimesha kuchunguza na kuhakikisha kwamba kweli nyie watu mmejipanga vizuri. Kwa hiyo sio lazima kwa sasa, kama unataka kupita dirisha hili la vikundi, kuwa na kampuni au kuwa na mtaji mkubwa. Unatakiwa una mtaji kwa mfano wa shilingi ngapi? Mimi nikuulize kitu kimoja. Kwa mfano wewe kuja kazini hapo unahitaji uwe na mtaji wa kiasi gani? Si unahitaji nauli tu ya kuleta kazini. Yeah. Sasa unajua ununuzi wa umma kama nilivyosema ni mtambuka. Kuna ununuzi mwingine hauhitaji hata kuwa na mtaji mkubwa. Kwa mfano mtu anakwambia anataka kukupa zabuni labda yenye thamani ya 500,000 au milioni 5 ya kufanya usafi. Kwa hiyo unahitaji mtaji mkubwa kiasi gani? Lakini sheria ya ununuzi wa umma nayo imekuwa wezeshi, inatuelekeza au inaelekeza taasisi nunuzi wanaweza hata kutoa malipo ya awali, advance payment, ambao kwa sheria ya ununuzi wa umma mpaka 30% ya ile thamani unataka kuifanyia kazi. Lakini jeshi hapo, sheria hii imetuelekeza pale ambapo taasisi nunuzi inaona kwamba kweli hapa ni katika kujenga uwezo wa huyu mzabuni mdogo, wanaweza wakaomba sisi kuongeza kiwango hicho cha kutoa malipo ya awali PPRA, na tukayaruhusu hata zaidi ya 30%. Kwa hiyo kuna watu ambao hata kutokuwa na mtaji mkubwa,
kwenye vikundi maalum wamewezeshwa, wameweza kuingia katika kufanya biashara na serikali. Kikubwa kinachotakiwa ni nia na tuseme uthubutu wa kuweza kuingia katika ununuzi wa umma na kufuata taratibu zote. Lakini Bihilda na Bwana Goodluck, mimi nisingependa kutoka hapa bila kusema takwimu kidogo. Kwa mfano, mpaka sasa tuna vikundi vilivyosajiliwa 1360 ambavyo vikundi vya vijana ni 785, vya wanawake ni 510, vya wazee 45 na watu wenye mahitaji maalum 20. Lakini zabuni ambazo zimeshatolewa zinazidi 1400 na zenye thamani takriban bilioni 40. Kwa tunapozungumza hapa, zabuni za bilioni 40 zimeshatolewa, lakini sisi kama mamlaka, na ndio maana tunakuja hapa kupata fursa kuambia watu safari ya kufika kule tunapotaka bado tuko chini. Tunasisitiza na kuwahimiza wakarasimishe biashara zao, wajisajili kupitia hizi mamlaka tulizozisema, alafu tuje tuwasajili kwenye mfumo wa NeST, kwa sababu taasisi nunuzi zinawasubiri, kwa sababu bila kujisajili hatutakuona kwenye kanzi data. Zile taasisi zikitaka kununua huduma hazitakuona, na ina maana hizi zabuni zinaishia sasa kurudi kwa wale wakubwa 70%, na wakati sheria imetenga 30% ziende kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na maombi kwenye haya makundi yanakuwa tofauti pia. Yes, yani umeiweka vizuri sana Bihilda. Nadhani unahitaji baadaye kuja kuwa mtaalamu chini ya taasisi yetu. Yani jinsi ilivyo zabuni zinazotangazwa kwa makundi yale aliyosema, hawa wengine wa 70% hawazioni, ni kwa ajili yao tu. Mfumo wetu tumeujenga hivyo, unaweza ukarestrict, yani ukazuia, ukafanya zuio kwamba hii zabuni tunaitangaza kwa makundi haya tu, lakini sio makundi tu, unaweza ukaibana kwamba ndani ya mkoa huu tu. Lakini sio hivyo, unaweza ukashuka tena ndani ya wilaya hii mpaka kwenye ngazi ya kata. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunaleta uchumi jumuishi na kuwawezesha wale watu ambao wako katika jamii husika. Mfumo unazuiaje wale ambao hawana vigezo hivyo kupenya, yani kujifanya kwamba wako kwenye kundi hilo na kujipenyeza? Bwana Goodluck, waliotupa zawadi ya APAM hawakubahatisha. Yani ni jinsi mfumo ulivyojengwa, unaweza kuyafanya hayo yote, kwa sababu hiyo ni jinsi ya kutengeneza tu mfumo wa kusema kwamba uweze kufanya restriction. Kwa hiyo tumeujenga mfumo huu ambao kweli unatumia teknolojia ya kisasa ya kuweza kuzuia kwamba bwana, hii sasa ni ya huyu peke yake. Na ndio kama mambo mengi sana ya sheria ya ununuzi wa umma, na siku ambapo nitapata nafasi ninaweza tukaja tukayazungumza vizuri, kwa sababu unaweza ukaacha zabuni ikawa wazi, unaweza ukafanya zabuni ikawa ya kufungwa kwamba kwa watu kadhaa, amini kwa zabuni kadhaa, unaweza ukafunga kwa hiyo nasema eneo husika pamoja na makundi husika. Mfumo wetu umejengwa na hapo kwenye kubana sasa zabuni. Kuna mtazamo kwenye jamii kwamba kuna baadhi ya zabuni zile kubwa zenye fedha nyingi zenyewe mnafanya single sourcing, kwa maana ya kwamba baadhi ya vigezo vinawekwa labda kuangalia mtu ama taasisi husika. Yani kwamba inakuwa mnaipeleka moja kwa moja kwa huyo mzabuni bila kushindaniwa, yani bila kuiwa kushindaniwa. Na mfano ambao umekuwa ukitolewa ni uwekezaji uliofanyika kwenye bandari, na baadhi ya maeneo pia yamekuwa yakitajwa kwamba mmezuia watu kushindana ili wapate hizo zabuni na badala yake mmefanya single sourcing. Ni kweli si kweli? Mimi ni kutoe shaka. Kama nilivyosema awali, hii sheria yetu ya ununuzi wa umma ni kurasa kadhaa, na huwa tukiwa tunaifundisha vizuri na NeST, yani ili uweze kuipata vizuri tunatoa mafunzo ya siku 5 kujaribu kueleza vipengele mbalimbali ambavyo vimewekwa. Kila aina ya ununuzi katika sheria hii ilizingatia aina yenyewe ya ununuzi, teknolojia inayotakiwa, taratibu ambazo zinatakiwa. Kwa hiyo wakati mwingine nadhani
ni ukosefu wa uelewa. Lakini hili la kumpa mtu mmoja single source ni kweli si kweli? Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwa mfano tuseme tayari una kifaa. Mimi kwa mfano natumia kifaa changu hiki hapa ambacho ni iPad ya Apple. Na katika kupanga uzabuni wangu nimeona kwamba ili niweze kupata thamani halisi ya fedha natakiwa niende moja kwa moja ninunue kwa mzalishaji, yani aliyezalisha. Umenifahamu? Ni kweli kwamba kuna baadhi ya zabuni. Nataka nijenge hoja. Ndio. Ili niweze kupata thamani halisi ya fedha inabidi niende nikanunue moja kwa moja kwa mzalishaji. Umenifahamu? Kama nakwenda kununua moja kwa moja kwa mzalishaji na atanipa thamani halisi ya fedha, vifaa navyo anaweza katoa kwa wakati kuliko kupitia kwa mzabuni mwingine ambaye atakwenda, safari zinaweza kuwa ndefu, anaweza akawa yuko ndani hapa akaenda regionally akakusanya kwa mtu mwingine labda hatua 3 mpaka kufika kwa mzalishaji. Kwa katika hali kama hiyo taasisi nunuzi inaona kwamba iende moja kwa moja kwa mzalishaji, hiyo itakuwa ni single source. Kwa hiyo kuna sababu na inaruhusiwa. Inaruhusiwa sababu na mmekuwa mkifanya hivyo pia. Sheria labda niweke sawa. Ndio. Sisi mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, naomba nipigie mstari na udhibiti. Ndio. Sisi kazi yetu sio kutoa zabuni. Ni kuregulate. Sisi yes, vizuri kabisa. Sisi ni kuhakikisha hii sheria iliyowekwa na taratibu zake zimefuatwa. Sasa tunachofanya sisi huwa tunafanya kaguzi kila mwaka, tunapitia taasisi zote ambazo zimefanya maamuzi ya ununuzi wa umma na kuandika taarifa ya kwamba je, walizingatia sheria? Lakini hatuishii hapo, tunatoa mpaka adhabu kwa wale ambao wamekiuka taratibu na sheria. Lakini PPRA sio kwamba inasimamia na kutoa zabuni hizi ambazo tunazisema. Kama ni manispaa ya Ubungo itatoa zabuni zake. Sisi kikubwa ni kuhakikisha kwamba utaratibu umezingatiwa, na sasa hivi tunajenga uwezo wa kuweza kufanya intervention, tunaita real time monitoring. Tunazungumzia zabuni hapa 300,000. Na utakuja kutueleza vizuri kwa mkurugenzi kwenye kujenga uwezo hivi sasa. Bado tumkumbushe mtazamaji kwamba tunaye hapa bado mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, tukiendelea kuzungumza masuala mbalimbali yanayofanyika ndani ya mamlaka hii, lakini tutakuja kuendelea baada ya mapumziko mafupi. Naam, tumerejea tena. Tunazungumza hapa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, Dennis Kwame Simba. Niliuliza hapa swali kuhusiana na zile zabuni ambazo ulisema moja kwa moja zinakwenda kwa muhusika ama taasisi inaweza kwenda moja kwa moja kwa yule ambaye wanamhitaji, na ukawa unaelezea utaratibu wake unavyokuwa. Karibu endelea. Kama nilivyosema, yani ununuzi wa umma na sheria yetu hii imetoa njia mbalimbali za ununuzi kama nilivyosema, na huwa tunahakikisha kwamba katika kusimamia kwamba taasisi nunuzi imezingatia vigezo vyote ambavyo vinastahili kupitisha zabuni husika. Nikupe mfano, kuna vitu vingine viko very specific. Kwa mfano, wenzetu wanaoendesha mashirika ya ndege, una engine ambayo ni ya Boeing na unataka ununue vipuri au spare parts. Njia bora ni hipi ambayo itakupa thamani halisi ya fedha, itakupa uharaka? Njia sahihi ni kwenda kwa manufacturer ambaye kwanza anakupa mkataba ambao unakuwa endelevu. Kwa hiyo katika njia kama hiyo tunaruhusu kufanya single source ya kwenda moja kwa moja, na nyingine nyingi tu, lakini kuna ambazo umeshafanya kitu inaitwa pre-qualification, kwamba umeingia sokoni, umetizama wazabuni wenye uwezo na umeona kwamba hawa wazabuni 5 au 10 wanaweza kutoa hii huduma au hii bidhaa,
Sasa hao ndio sasa watano unaoingiza katika mchakato wa kushindana bei. Katika hapo atatokea mmoja. Lakini kuna nyingine ambayo unasema hapana, ili niweze kutanua wigo sasa niifanye iwe ni open tender ambayo naita national bidding tender ambayo inakwenda kwa wote. Kwa lazima taasisi nunuzi itizame hizi njia zote ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna haki, kuna usawa, vile vile kuna. Lakini huoni kwamba hii ya single source inaweza ikatumika vibaya? Baadhi ya taasisi zinaweza zikatafuta watu wao na kuwapa zabuni kwa kigezo kwamba wao ndo wameangalia soko wakaona wao ndo wana uwezo wa kufanya hicho kitu. Ni kuhakikisha kitu kimoja, good luck na Bihilda, na ndio maana mamlaka ipo. Unajua mamlaka kazi yake umeisema vizuri ni kuregulate, na sheria ya ununuzi wa umma ina adhabu, tena adhabu zake ni kubwa, na tumekuwa tukifanya hivyo, na vyombo husika wengine ambao wanashughulikia jinai huwa wanaendelea na kuhakikisha wanawaadhibu. Lakini kama nilivyosema awali, kabla tujaenda kwenye mapumziko mafupi, sasa tumeujenga mfumo wetu kwenye umahiri mkubwa, tunaita real time monitoring, kwamba tunaweza kuona yanayotokea kuliko kusubiri mpaka kuja kufanya kaguzi. Kwa hiyo tunaamini katika mwaka ujao wa fedha tutawasha module ambayo itakuwa inaweza sasa sisi kuanza kuziona michakato ya zabuni mapema na kuweza kuwashauri taasisi nunuzi kuweza kutumia njia bora zaidi za ununuzi wa umma. Kama unavyofahamu, ni zabuni nyingi, watu wote hawako sawa katika uwezo wao kufanya maamuzi, na ndio maana kwa sababu hiyo serikali ikaona unapozungumzia ununuzi wa umma lazima iwepo taasisi ya kusimamia, taasisi yenye msingi wa kuhakikisha kwamba kuna usawa, kuna uwazi, uzingatiwaji wa sheria pamoja na thamani halisi ya pesa. Kwa nikutoe hofu, inaweza ikawa ni swala ambalo umekuwa ukilisikia, na kwa sababu maisha yanaendelea kila siku, mamlaka inazidi sasa kuwa na ubunifu wa kuweza kufanya intervention, na hayo nadhani katika kipindi kifupi yanaweza yakawa historia. Licha ya kuanzishwa kwa huu mfumo, inaonekana kuna baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikifanya manunuzi nje ya mfumo huu wa NeST. Mnafanya nini kama PPRA katika udhibiti na kuhakikisha manunuzi yanafanyika ndani ya mfumo? Nikwambie kitu kimoja tena ambacho kimeelezwa kwenye sheria hii kwa ukali, na imetaja makosa ya jinai, na mojawapo ndio hilo, yaani kufanya ununuzi nje ya mfumo wa NeST ni kosa la jinai, na ambalo lina adhabu, na adhabu yake ni kubwa kusema ukweli, kwa sababu inahusisha mpaka kifungo pamoja na fine kubwa tu ya fedha. Kwa hiyo sasa hivi tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha maboresho niliyosema, ambayo tumeshaanza kuyatekeleza. Mchakato mzima toka zabuni kutangazwa mpaka zabuni kulipwa, mifumo inasomana. Na poripoti kwako sasa, ni juzi tu tumeongeza mfumo mwingine, kama mlitusikia, tumeunganisha sasa na mifumo ya benki, na tumeanza na mfumo wa NMB. Lakini katika kipindi kifupi, wiki iliyopita tulifanya kikao cha benki nyingine zote. Tunahakikisha katika kipindi kifupi ndani ya mwaka huu wa fedha tunamaliza kuunganisha benki zote. Kwa hiyo hata malipo sasa tukishafunga, ina maana ukitoka nje ya mfumo utalipaje? Hutaweza kulipa. Na sheria iko wazi, ukishindwa kulipa umeingiza hasara serikali, na adhabu zake zimewekwa. Pamoja na kwamba tunakuja kufanya kaguzi na kuzitambua hizo taasisi ambazo tunaziwakilisha kwenye mamlaka zao za uteuzi na mamlaka ambazo zinasimamia wao kama viongozi, lakini sasa tunakwenda mbali kujenga mfumo kuturuhusu ili kutokea. Lakini mkurugenzi, ripoti ya ukaguzi ilibaini taasisi 88 yenyewe kwenye ukaguzi wa mwisho uliofanyika zilifanya manunuzi nje ya mfumo. Kama udhibiti kwenu, nichukua hatua gani baada ya hapo? Hatua zinachukuliwa, kwa sababu zote hizi taarifa
huwa zinapelekwa kwa mamlaka za uteuzi na taarifa yetu inakuwa imeeleza kwa undani zaidi nini ambacho kimetokea na adhabu zinachukuliwa. Na adhabu zinachukuliwa mpaka sasa hivi ni uwajibishwaji ni kwa jinsi gani mmeziwajibisha hizo taasisi? Kama nilivyosema, good luck, unajua ukishaandaa taarifa unazipeleka katika mamlaka zinazowasimamia. Na nadhani hata wewe unaweza kuwa shahidi, umeona kuna kesi mbalimbali zinaendelea zinazohusiana na masuala ya viongozi waliofanya maamuzi yasiyo sahihi katika ununuzi wa umma. Yapo, lakini kwa bahati mbaya siwezi kuwa nakuja na katika mazingira kama hayo, katika mazingira kama hayo ya baadhi ya taasisi nunuzi kutoa kandarasi ama kutoa zabuni nje ya mfumo unaotumika wa NeST, kuna wasiwasi kuhusu mazingira ya rushwa, kwamba ni rahisi rushwa ikatembea katika mazingira kama hayo. Kama mamlaka mmefanikiwa vipi ama mmedhibiti vipi hali ya rushwa katika mfumo wa manunuzi ya umma? Sasa kama unavyofanya ambapo nimekuwa nikisema awali, ni kila siku continuously kujenga mfumo kuyazuia hayo yasitokee, kwa sababu mfumo mzuri ni ule ambao unaweza kudetect, mfumo ambao unaweza kuona na kuweza kurekebisha. Nikupe mfano, hii juzi wakati tumeweza kuunga mfumo wetu na bank, sasa kwenye eneo la nyaraka za kusimamia zabuni, tuseme bank guarantee, ni kwa sababu tuliona kuna mwanya katika eneo hilo. Sasa ili kulizuia, ina maana sasa hivi unapozungumzia bank guarantee, ina maana mfumo wetu umesoma moja kwa moja na benki. Kwa katika kipindi kifupi hakutakuwa na opportunity ya watu kuleta nyaraka hizo ambazo sio sahihi. Kwa hiyo mfumo imara ni mfumo ambao unatambua tatizo na unaenda kulidhibiti. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba kila siku mfumo wetu unazidi kuwa innovative, unazidi kuondoa hiyo mianya, na katika kipindi kifupi, na ndio sababu ya kujenga mfumo huu, kwa sababu mwishoni unaishia kupoteza muda mwingi kuanza kukimbizana na mambo negative kuliko kwenda na mambo positive kama haya ya kuongeza wazabuni wengine wapya kama wenzetu ambao wametoka kutoa shuhuda zao. Unaanza kukimbizana na wale wachache. Mfumo bora ni jinsi ambavyo unaweza kuleta wengi, lakini tumeujenga uweze kufilter haya mambo ambayo hayafuati taratibu. Kwa hiyo naweza ngasema hiyo ndio mafanikio tunaweza tukayazungumza, kwamba ni mafanikio ya kuweza kujenga mfumo ambao una ubunifu wa kuondoa haya, kwa sababu bwana Goodluck na Bihida, labda nikwambie kitu kimoja, na huu ni mtizamo wa sasa ambao tunauona ni sahihi kwa PPRA. Je, kwako wewe ni bora kuifungia kampuni imalizike kabisa au kurekebisha arudi kwenye mstari? Kwa lengo ni kuhakikisha kwamba hawa tunarudisha kwa mstari, kuambia taratibu hizi mlizokuwa mnazifanya awali hamwezi kupita, kwa sababu kupitia TEHAMA tumezizuia. Na kama unafahamu ile triangle ya fraud na corruption, ni kwamba kuna pressure hapa, financial, kuna pressure the peer group, kuna pressure nyingi, lakini hapa kuna opportunity kwamba kumbe naweza kujaribu. Alafu hapa kuna rationalization. Kwa hiyo pressure, opportunity, rationalization. Sasa sisi tunachoenda kukiondoa, na ndio maana mamlaka ya udhibiti kuondoa hiyo opportunity. Katika mazingira ambayo mkurugenzi, mfumo upo ambao kwa mujibu wa sheria ya manunuzi ya umma inahitaji taasisi nunuzi zitumie mifumo kutangaza zabuni. Lakini zipo ambazo kama tulivyoona hapo zenyewe hazifuati mfumo huo. Na nyie mmesema mnachokifanya tu ni kuandika ripoti na kupeleka kwenye mamlaka. Katika mazingira kama hayo, unakiri kwamba PPRA bado haina nguvu yenyewe ya kuweza kuwajibisha taasisi nunuzi ambazo hazifuati sheria ya manunuzi ya umma? Kama nilivyosema, kumbuke tuanze awali, kama nilivyosema kwamba kuna mabadiliko na kuongeza ufanisi. Kumekuwa na mabadiliko na kuongeza ufanisi.
PPRA sio kwamba haichukui maamuzi. Kuna baadhi kulingana na sheria na yale ambayo yapo katika wigo wetu tunayafanyia maamuzi, lakini kuna maamuzi mengine yanatakiwa ende katika ngazi ya juu. Kwa mfano unapozungumzia jinai, kama ulivyozungumzia jinai, unafahamu mamlaka ambazo zinasimamia jinai kuna utaratibu wake, kuna mchakato wa kisheria. Tukiipa PPRA hilo kwamba bwana ndio wenyewe wanaamua na kusema unafanya hivi, nadhani tutakuwa hatujatenda haki. Kwa hiyo kuna taratibu hata pale ambapo unakuwa umegundua jambo fulani, kuna taasisi ambazo zinaendelea na mchakato mpaka uweze kukamilika. Mwanagulaki sio ukipewa kiboko kama hivyo unacharaza tu. Hapana, kuna taratibu nyingine za kufuata mpaka kufikia mwisho. Yeah. Na hiyo inatumika maeneo mengi. Mnafahamu vyombo mbalimbali ambavyo vinatoa haki. Sio kama bwana umelalamika leo kesho ndio umemaliza. Kuna chunguzi mbalimbali kuingia ndani zaidi kuweza kujua, ili mwishoni inapotolewa adhabu hapo kuwe kuna mpango wa kuboresha ili hayo. Lakini tunaona regulators wengine, kwa mfano ukizungumzia labda mamlaka nyingine kama za mawasiliano na kadhalika, wanakuwa na uwezo wa kuchukua hatua kwa wale wanaowadhibiti, kwa wale wanaowaregulate. Kwa mfano kama ni vyombo vya habari, kampuni za mawasiliano, wengine labda wanasimamishwa, wengine wanapewa adhabu fulani. Sasa mimi nijaribu kurudisha kidogo Goodluck pamoja na Bihilda, na hata sasa hivi unaweza ukaingia kwenye tunasema website yetu ya PPRA, utaona ambao tumewaadhibu. Kwa mfano mwaka jana wa fedha tuliweza kuzifungia kampuni 35, na tunapozungumza sasa hivi kuna mchakato unaendelea kwa kampuni nyingine ambazo zimekiuka taratibu za ununuzi wa umma, ambazo tuko katika hatua mbalimbali, kwa sababu lazima uwape nafasi ya kuwasikiliza, lazima uweke mchakato wa kuja kujitetea. Kwa hiyo sio kwamba ukiingia kwenye website yetu PPRA utaona kuna firms ziko debarred, na kuna ambazo sasa hivi tunazifanyia kazi. Kwa hiyo ndio hayo napenda kuyaweka wazi kwamba lakini yote tunayafanya tukiwa, while we are being tough, we are being very fair, na lengo letu sio kuadhibu tu na kuumiza, ila ni kuhakikisha kwamba unamwadhibu mtu ambaye anasema kweli hapa alistahili kuadhibiwa, lakini na lengo la kumrudisha kwenye mstari, kwa sababu lengo la, kama nilisema mwanzo, uchumi jumuishi na kuhakikisha kwamba Watanzania na wazawa na manufaa makubwa yaliyowekwa kwenye sheria hii yanatekelezeka. Sasa Naam, awali tuliangalia baadhi ya wale ambao wamefanikiwa kupata tenda hizi kupitia mfumo huu wa NeST. Tuangalie kwa upande mwingine vijana ambao nao wamefanikiwa kupata tenda hizi. Sisi ni vijana ambao tuko chini ya umri wa miaka 30. Baada ya kumaliza vyuo tulipata kazi sehemu mbalimbali. Mwanzoni tulikuwa tuna kikundi ambacho hakikuwa rasmi. Tulikuwa tunafanya kazi tofauti za sanaa na filming. Mwaka 2025 tulipata tenda 4 kutoka taasisi mbalimbali. Moja ya tenda hizo zilitokea kwenye taasisi ya PPRA. Tunamshukuru Mungu, tukijumlisha thamani ya tenda zote tulizopata mwaka 2025 inakuja zaidi ya shilingi milioni 90. Baada ya kupata tenda, tukatafuta kampuni rafiki, tukakodi vifaa kwa mkopo, tukafanya kazi yetu vizuri. Baada ya kulipwa, tukarudisha mkopo wetu, tukabaki na faida. Fedha tulizopata zimetusaidia kuongeza mfuko wa kikundi chetu, na sasa tunaomba tenda nyingine zaidi ili tuongeze mtaji wa kikundi chetu, baadaye tuweze kuomba tenda kubwa zaidi. Tulifanya kazi nyingi ambazo tulifanya kazi, na ni pisi nyingi, pisi zaidi ya 700 tulitengenezea hapa, lakini pia milango zaidi ya 80 tutengenezea hapa, pisi za grill hivyo. Toka 2024 mpaka sasa tenda kama 8, na kwenye mfuko kidogo umetunatuna, lakini sio sana. Ngamwisi kama milioni 60. Baada ya kujiunga kwenye mfumo wa NeST, nafikiri wana mabadiliko makubwa. Mwenyekiti wa hicho kikundi kwa sasa ana nyumba nzuri ambayo anaishi yeye na familia yake, lakini pia katibu naye ana nyumba nzuri ambayo kwa sasa anaishi, pengine na wapangaji anao.
Kwa hiyo inaonyesha wamenufaika kiasi kikubwa na hili zoezi la mfumo wa NeST. Matunda ambayo tumeyapata kupitia kazi za serikali ambazo tulizipata ni mojawapo ikiwa ni stationary, pia kuna kimgahawa na duka la vinywaji. Vijana wengine waige mfano wa Umonga ili waweze kuondokana angalau na umaskini, kwa sababu kukaa tu kwa kuongea haileti tija. Lakini kwa sasa na shine kama hivi unavyoniona, napendeza kupitia Umonga. Na baadhi ya vijana hao ambao kupitia tenda hizo ambazo zinatolewa katika mfumo wa NeST wamefanikisha. Na mkurugenzi, pengine wakati tunaelekea kuhitimisha, ni mambo gani ya msingi ambao unasisitiza hasa na ujumbe ambao unautoa kwa watu ambao wanaweza kuomba zabuni hizi kupitia mfumo huu wa NeST? Mimi kusema kweli niwatie moyo na kusema kwamba safari hii ya mapinduzi ya sheria ya ununuzi wa umma lazima tuende pamoja, na kama mlivyoona asilimia 30 tu hii ambayo tuko chini bado inaonyesha jinsi vijana walivyochangamkia fursa. Na kama unavyofahamu, sisi tunataka sana ili kundi kubwa la vijana, wanawake, bila kuwasahau wazee ambao bado wana nguvu ya kufanya kazi, na wale wenzetu wenye mahitaji maalum washiriki, wasichukue tu maneno rahisi ambayo yanaweza kawa yanasambaa kwenye mitandao pamoja na habari ambazo haziko rasmi. Na kama unavyoona, labda tunapokwenda huko ndio kuzuri zaidi, labda yale ambayo ulikuwa unazungumza good luck katika mahojiano labda ndio ya kizamani, ndio hao watu walikuwa zamani, lakini hawa wageni tunaweza tukafanya nao kazi vizuri. Yani mitazamo inabadilika, mtu anajua anakuja kutoa huduma aweze kulipwa na aweze kukuza uchumi wake. Lakini tuseme kwamba sisi PPRA makao yetu makuu yako Dodoma, lakini pamoja na kuwa Dodoma tuna ofisi katika kanda 6. Tuna kanda ya Pwani ambayo ofisi yake iko Dar es Salaam pale Hazina Ndogo karibu na Ikulu. Tuna ofisi yetu ambayo iko kanda ya Ziwa Mwanza. Tuna kanda nyingine ya kaskazini, tuko Arusha pale katikati kabisa ya mji katika jengo la PSSF. Lakini kanda za nyanda za juu kusini Mbeya tuna ofisi ya kanda ya kusini Mtwara, tuna ofisi ya kanda ya kati na magharibi Tabora. Na haya maeneo yote pamoja na kwamba ukiingia kwenye website yetu, kwenye tovuti yetu unapata mawasiliano na unaweza ukatufikia kwa njia mbalimbali, iwe za simu. Mimi niwatie shime tu, labda naweza nikasema mawasiliano yetu hapa kwa ambao wanahitaji kufahamu kuhusiana na mfumo wa NeST, basi unaweza ukapiga simu, na hii simu ni toll free ya 0736 49 49 48. Ni namba rahisi kuishika, 0736 49 49 48. Lakini kwa barua pepe unaweza ukatupata kupitia support support@nest.go.tz, au kama unataka upate huduma kupitia kwangu mimi mwenyewe unaweza ukaniandikia dg@ppra.go.tz. Hiyo inaenda kwa mkurugenzi moja kwa moja. Hii naisoma na hakisha kwamba mambo yako nayashughulikia binafsi. Na shukrani sana mkurugenzi, asante sana kwa kuja na tunawatakia kila laheri. Nashukuru sana utekelezaji wa majukumu yako. Lakini yani siwezi kuondoka hapa na bashasha bila kujua good luck na Bi Hilda lini na nyie mnajiunga na fursa hii. Kwa sababu hizi fursa ni kwa wote. Na basi tutafanya hima. Au kama mtafanya hivyo basi muwe mabalozi wetu wa kufikisha habari njema. Ushatukabidhi ubalozi kwa vijana, wanawake, wazee na walemavu. Tujiunge pamoja katika safari ya mafanikio kwa wote. Sawa, sana nafikiri sasa kwa sababu swala la ubalozi ni biashara, tutaongea sasa baada ya kipindi. Shukrani sana mkurugenzi. Tukikamilisha hivyo na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, Dennis Kwame Simba. Asante sana.